Naam, mtazamaji, hapa niko na mchungaji wa kanisa la Mungu Bakanzu na tutakuja kuzungumzia kuhusu ratiba ya wiki kuu, lakini pia ibada za wiki hiyo, ambayo pia kwa taarifa inaeleza kwamba ibada hiyo itakuwa ni ibada ya umoja. Na ni umoja wa makanisa mangapi, makanisa ya wapi na wapi? Yeye ana utaratibu huo kama mchungaji mahalia. Mchungaji, karibu sana. Kwa majina yako, wanakutazama watu wengi kweli kweli, wanatamani kufahamu kwa majina. Asante sana mwandishi. Mimi kwa majina yangu naitwa Mchungaji Martini Halule, mchungaji kiongozi wa kanisa la Mungu la Bakanzu. Tuko kwenye senta hii, makanisa kama matano yatakusanyika hapa, mimi kama mwenyeji na kama kiongozi wao mkuu wa eneo husika. Makanisa yatakayo kusanyika hapa ni kanisa la Mungu la Bakanzu ambaye ni mwenyeji, kanisa la Mungu la Hante, kanisa la Mungu la Sanu, kanisa la Mungu la Endere na kanisa la Mungu la Mishigot. Ndio watakao kusanyika hapa kwa siku ya Alhamisi, Ijumaa. Tutakuwa hapa kwa ajili ya mkusanyiko wa ibada. Sawa, labda ungetuambia Alhamisi kuna vitu gani kwenye ibada, alafu tuendelee na siku zingine pia. Alhamisi tutakuwa na ibada ya kawaida, kwaya zipo zitakazoimba na utaratibu mwingine wa eneo lile la kibiblia, eneo la kutawadhana miguu kama ishara ya upendo kama ambavyo Yesu aliwafanyia wanafunzi wake. Ndio ibada ya Alhamisi itaunganisha mambo hayo, kwaya pamoja na utaratibu wa kutawadhana miguu. Na kwa upande wa Ijumaa? Upande wa Ijumaa tutakuwa na ibada kama kawaida, kwaya zitakazoimba zipo, makanisa hayo yote tutakuwa na kwaya. Na eneo lingine ni eneo lile la kushiriki meza ya Bwana kama ishara ambayo Yesu amefanya wakati ule eneo la mwili wa Bwana kama meza ya Bwana kwa kanisa letu. Na kwa maana hiyo umoja huo ni kwa siku za Alhamisi na Ijumaa tu. Umoja huo ni kwa ajili ya Alhamisi na Ijumaa tu, isipokuwa Jumapili kila kanisa kwa ajili ya ufufuo litakusanyika mahala pake kwenye eneo lake la kanisa. Sawa, labda kuna mtu anajiuliza kwa nini tunakusanyika? Kwa nini siku zingine kila mtu anasali kwenye kanisa lake, lakini siku hiyo kanisa la Mungu unakuwa na utaratibu wa mikusanyiko? Tunakusanyika kwa sababu ni kama kudumisha umoja na upendo, kwamba kuwaunganisha watu pamoja ni ishara ya upendo. Tufanye ibada ya pamoja kwa siku hizo mbili za Ijumaa na Alhamisi. Sawa, neno moja la mwisho kwa yule ambaye anakutazama mchungaji, kuhusu siku hiyo, kumkaribisha na vitu vingine. Neno la mwisho, mwandishi wa habari, naomba niseme niwakaribishe watu wote kwenye ibada hiyo ya Alhamisi na pia ibada ya Ijumaa. Ibada ya Alhamisi itaanza saa 9 kamili na ibada ya Ijumaa itaanza kuanzia saa 4 kamili na kuendelea. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote walioizunguka kanisa hili pamoja na wenyeji wote na wageni wa aina mbalimbali wanaosikia sauti hii. Kwa atakayepata mwitikio wa kuja huko, basi nikukaribisha na nikualike tushirikiane kwenye ibada hiyo. Nikushukuru sana. Asante sana mwandishi.